tunawapigia kelele, lakini tunawapenda sana. Unaweza usijue thamani ya sauti hii, lakini iko siku moja utatambua thamani ya sauti hii. Amen. Ni bora ukatambua thamani ya sauti hii ikiwa bado hujachelewa. Amina. Kuliko ukaja ukatambua thamani ya sauti hii ya Injili ukiwa umechelewa. Amina. Kwa sababu utakuwa na majuto makubwa sana. Amen. Ni vizuri ukatambua thamani ya sauti hii kabla hujachelewa. Amen. Kabla hujaondoka kwenye uso wa dunia. Amina. Mwanadamu amepewa nafasi moja ya kuishi. Baada ya hapo kinachofuata huwa ni hukumu. Amina. Mtumishi wa Bwana tufungulie kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27. Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27. Mtumwa wa Bwana tusomee mahali pale. Ni vizuri ukafahamu mwanadamu umepewa nafasi moja tu ya kuishi. Na mara baada ya kutoka katika maisha haya utakumbana na hukumu ya kutisha. Ni vizuri kabisa ukaonekana mjinga katika uso wa dunia kuliko kuonekana mjanja katika uso wa dunia ukawa mtu wa kupoteza. Amina. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 inasemaje mtumishi wa Bwana? Sura ya 9 mstari wa 27. mstari wa 27. Inasemaje? Maandiko yanasema. Yanasemaje mtumishi? Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Kufa mara moja. Na baada ya kufa hukumu. Ni hukumu. Amen. Nisikilize unayenisikiliza, ambaye Bwana amekupa masikio ya kusikia. Uliye na muda. Amina. Sababu watu wengi wana muda. Mara tu wanapofariki wanakumbuka muda waliokuwa wanautumia duniani wakiupoteza. Amina. Walikuwa bize na maisha, hawakuwa bize na kuandaa maisha yao ya baadaye. Amina. Hawakuwa na utafiti wa kusikiliza ni nini ambacho Mungu anataka kwenye maisha yao. Amina. Walitoa kipaumbele tu kwenye madhehebu na dini yao, wala hawakutaka kujifunza zaidi na kumjua Mungu wa kweli. Amina. Mara wanapopotelea katika mwisho wanaanza kukumbuka, kwa nini nilidanganywa? Kwa nini sikumuuliza Mungu imani yangu kama ni ya kweli? Kabisa. Kwa nini sikufanya jitihada ya kumjua Mungu wa kweli nikiwa duniani? Kabisa. Maandiko yanasema ya kwamba kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja. Kabisa. Mara baada ya kufa mtu anakutana na hukumu. Na hiyo hukumu imegawanyika katika mambo makubwa matatu. Ndio. Hukumu ya kwanza utahukumiwa katika maisha yako ya mwilini. Kabisa. Namna ulivyoishi katika uso wa dunia. Kabisa. Katika maisha yako ya mwilini. Kabisa. Utaulizwa katika maisha yako mwilini uliishi vipi? Ndio. Kwa hiyo utaulizwa hata katika namna ambavyo ulikuwa na utiliti mwili wako. Kabisa. Ndio maana watu nawaambia watu utaulizwa hata kwa habari ya huo mwili uliopewa. Ndio. Kwa sababu watu wanaotumia mwili vibaya wanasahau kwamba mwili ni hekalu la Mungu ambao Mungu anapaswa kuishi ndani yako. Kabisa. Ndio maana watu naambia hata watu wanaochezea miili yao, watu ambao nakuta wanaichola miili yao matatu, watu ambao nakuta wanatoboa miili yao, watakutana nao na hukumu katika miili hiyo. Kama watakufa bila kuomba toba na kutubu ili Mungu wasamehe. Lakini jambo la pili utakutana na hukumu ya kwenye nafsi. Nafsi yako. Namna nafsi yako ilivyokuwa imeambatanishwa na dunia. Nafsi yako ilivyokuwa imeambatanishwa na mambo yanayopita. Amen. Na tunapoongelea nafsi nayo ni dhana pana. Sababu nafsi tunaongelea kule kwenye hisia, kwenye utashi, ndio kule kuna elimu, kuna akili, kuna ujuzi, kuna fikra. Ndio maana unakuta mtu anasema siwezi nikaokoka mimi nikamwamini Yesu. Mimi nimesoma, nina akili, ni tajiri, nina majumba. Mimi ni mzee, nimezeekea kwenye dini. Unaniambia nini wewe mtoto mdogo? Hiyo ndio tunasema ni kwenye nafsi. Amen. Ndiko kuna hisia. Wazungu wanasema ndiko kuna feeling, ndiko kule kuna thought, fikra ambazo mtu anawaza kwenye nafsi. Amen. Sasa naweza nikakuuliza swali, unawaza nini hapo ulipo? Yale unayowaza pia yataenda hukumuni. Kwa sababu mbele za Mungu kile unachokiwaza ni sauti. Kuna watu leo hii ukiwauliza mawazo yao ni maisha yao tu. Watakavyokula, watakavyosomesha watoto wao, watakavyofanya biashara na kuendelea kula majumbani kwao, hawana mpango na Mungu. Amen. Hawana mpango na maisha ya baadaye. Hawana mpango na kusudi la baadaye.
maisha yao ni ya kujaza tu matumbo yao basi. Sasa utakutana na hiyo hukumu kwa habari ya nafsi yako. Lakini jambo la tatu, utakutana na hukumu kwa habari ya roho yako. Roho yako ndiyo wewe mwenyewe. Huo mwili ulionao ni kama nyumba. Na ndio maana unapokufa wanasema, jamani, jeni ametutangulia mbele za haki. Sasa jeni, mbona mwili wake uko hapa? Huo mwili sio jeni, ni nyumba aliyokuwa naishi jeni. Asha au Amina. Utakapoondoka utaacha hiyo mwili wako huo ambao unaupamba, ambao unaulisha, unaupaka makeup, unautoboa mara maeleni, unaupaka na kuchora matatu. Huo utauacha. Ni nyumba tu. Sasa utakabiliwa na hukumu ya kutisha dhidi ya maisha uliyoishi ya ovyo ukiwa duniani, kama hautatengeneza na kuomba toba na kumwambia Mungu akurehemu ili uendelee kuishi katika usafi na utakatifu. Tunapoongelea roho tunamaanisha wewe mwenyewe, kwa sababu mtu sio mwili. Huo mwili ni udongo, utarudi udongoni. Sasa ni jambo la ajabu ambalo wanadamu wamefungwa katika uso wa dunia. Wanaupafarikia udongo, wanautunza udongo, wanasahau wao wenyewe roho zao ambazo hazifi. Kimsingi mtu hafi, kinachokufa ni mwili. Na ndio maana utashangaa siku unakufa, utatoka kwenye mwili, utaona li mwili lako limelala chini, tena ni lichafu mno. Utatamani kabisa huo mwili wako uone kama kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo ndio maana ninakwambia ufahamu jambo hili, ya kwamba wewe sio mwili kabisa. Huo mwili ni dongo tu. Sasa unapojikaza katika maisha ya mwilini na kusahau milele wako, unafanya mambo yapatapotea. Ndio maana tunakwambia mwanadamu atakumbana na hukumu ya mambo makubwa matatu kabisa. Sasa hebu katusomee kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 20, anzia mstari ule wa 10. Tumishi wa Bwana tusomee. Fungua haraka chachafu ili na mhubiri mwingine aingie. Ufunuo Yohana 20. Sura ya 10, sura ya 20 kuanzia mstari wa 10. 20 kuanzia mstari wa 10. Tusomee pale haraka mtumishi wa Bwana. Maandiko yanasemaje kwa sauti nzuri? Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya atatupwa. Yule ibilisi mwenye kuwadanganya wanadamu atatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Yule mnyama yule nabii na yule nabii wa uongo. Tunaanza kuona sisi, usifunge hapo, tulia mtumishi. Endelea kusoma pale mbele taratibu, huko unapokuanzia soma uweze kusoma. Anasemaje? Anasema hivi, na yule ibilisi, alafu na yule mnyama, yaani yule nabii wa uongo, yule mnyama alikuwa ameshatupwa. Sasa yule ibilisi na yule mnyama nao wakatupwa kwenye ziwa la moto. Kumbe ibilisi anawadanganya wanadamu, naye iko siku atatupwa kwenye ziwa la moto pamoja na watu wote aliowadanganya. Na ndio maana Biblia inasema katika Mathayo 25, Yesu atawaambia walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, nendeni kwenye moto wa milele aliowekewa ibilisi na malaika zake. Shetani asikudanganye wewe, hujaandaliwa jehanamu ya moto, wewe hujaandaliwa ziwa la moto. Aliandaliwa mateso ni shetani na malaika zake. Na ndio maana shetani hataki ufahamu siri hii. Ndio maana tunapokuja kuhubiri hapa, wana wa ibilisi hawapendi kabisa. Watatamani hata kuturushia mawe kwa sababu wameandaliwa ziwa la moto kabisa. Nasema hivi, wana wa ibilisi hawapendi kuona injili inahubiriwa. Baba yao hapendi na wao hawapendi kabisa, kwa sababu shetani ndiye aliyeandaliwa jehanamu ya moto na malaika zake kabisa. Usikubali kwenda na shetani kwenye ziwa la moto kabisa, kwa sababu atakamatwa kiwa mzima, atatupwa pamoja na nabii wa uongo kabisa. Wote watatupwa kwenye ziwa la moto pamoja na watoto wake kabisa, kwa sababu shetani ana watoto. Wengine wako hapa kabisa, anao wengi. Ndio maana usibabalike mtu ambaye hataki kumwamini Yesu ukaanza kuogopa hata atakucheka. Ni bora kucheke, kwa sababu
Usifikiri wote ni watoto wa Mungu. Amen. Biblia inasema enyi nyoka wana wa majoka. Ndio. Kumbe wako na watoto wa shetani. Hawezi kuamini Injili. Hawezi kumwamini Yesu. Amen. Wanamkataa. Amen. Sasa wewe ambao unamwamini Yesu, Amen. acha kuogopa. Njoo upande wa Bwana uweze kuepukana na hiyo ziwa la moto ambalo atatupwa Ibilisi pamoja na malaika zake. Ibilisi atatupwa na malaika zake na wote waliomwamini wakiwa duniani. Sio kwamba walimwamini kusema shetani tunakupenda. Walimpenda kwa matendo yao. Amen. Walimpenda kwa namna ya maongezi yao. Walimpenda kwa namna ya mawazo yao. Kwenye vinywa vyao hamtaki shetani. Kwenye matendo yao wanamtaka. Amen. Makanisani hawamtaki shetani. Tena wanamwambia natoka shetani. Lakini usiku wanamtaka kwenye uzinzi. Wanamtaka kwenye sigara. Wanamtaka kwenye bangi. Wanamtaka kwenye matusi. Wanamtaka kwenye uvaaji. Wanamtaka kwenye uvaaji wa vimini, kwenye uvaaji wa holela. Kwa hiyo kwenye vinywa vyao hawamtaki shetani. Lakini kwenye matendo yao wanamtaka baba yao. Na ndio maana Yesu ametutuma tuwaambie kwamba shetani ni muongo. Anawadanganya wanadamu. Atatupwa kwenye ziwa la moto. Usikubali kwenda naye. Wanadamu usikubali kwenda naye. Shetani ni muongo. Ni baba wa uongo. Audanganya ulimwengu wote. Asikudanganye mwana wa Kasaka. Asikudanganye Mtanzania mwenzangu. Asikudanganye. Aende peke yake na malaika zake. Endelea hapo nimalizie mtumishi wa Bwana. Maandiko yanasema mstari wa 11 nasemaje? Nao watateswa mchana na usiku. Watateswa mchana na nini? Mchana na usiku. Mchana na nini? Mchana na usiku. Leo ukiuma kidogo tunalia. Panauma, sasa ni mchana na usiku. Mchana na usiku. Hakutakuwa na pumziko. Shosti hata kufariji. Mke wako hata kufariji. Mpenzi wako hata kufariji. Hakuna kukupigia simu. Hakuna kukupa pole. Leo pasipokupa pole unalalamika. Hawanipendi. Wananichukia. Nataka nikwambie, iko siku utakosa pole. Utakosa pole. Hakuna atakaye kufariji. Mchungaji wako atakuwepo. Padri wako atakuwepo. Shehe wako atakuwepo. Utakuwepo mwenyewe. Unateseka kwenye ziwa la moto pamoja na shetani ambaye ukiwa duniani ulikubaliana matendo yake ukaisha anachokitaka. Inasemaje Biblia? Inasema kwamba hata milele na milele. Hata milele na milele. Tunapoongelea milele ni maisha sio na mwisho. Hayana mwaka mmoja. Ingekuwa miaka miwili ningesema tenda dhambi, utakapomaliza miaka miwili utatoka jehanamu. Ingekuwa miaka 1000 ingekuwa rahisi. Au miaka trilioni 1 ingekuwa rahisi. Lakini ni miaka isiyohesabika. Isiyo na idadi. Ni miaka ambayo haina idadi. Ingekuwa ni afadhali kumwambia mtu kama utaishi jehanamu miaka ambayo Kobe atatembea kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam na kurudi, ingekuwa ni rahisi, ningekwambia endelea kutenda dhambi. Lakini sio rahisi. Endelea pale mbele mtumishi wa Bwana. 11 nasemaje? Kisha nikaona kiti cha enzi. Kikubwa. Cheupe. Na yeye aketie juu yake. Ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu. Haya, sikiliza, Yohana anasema nikawaona wafu. Wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya hicho kiti. Hebu sikiliza, aliwaona wafu wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Hakuna cha mdogo. Hakuna cha mzee. Hakuna cha binti. Hakuna cha mvulana. Kila mmoja atasimama. Na kuonea huruma nasema mimi nimezaliwa kwenye dini. Baba yangu ndio kiongozi wa dini. Nikimwamini Yesu atanifukuza nyumbani. Nikimwamini Yesu kwa mzima utanitenga. Ninakuonea huruma. Kwa sababu wakubwa kwa wadogo walisimama mbele ya kiti cha hukumu. Kila mmoja alihukumiwa. Kila mmoja aliitwa. Kila
watashangaa. Amen. Tusomee mtumishi wa Bwana. Wamesimama mbele ya kiti hicho cha enzi. Kiti hicho cha enzi, Na vitabu vikafunguliwa. Na vitabu vikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa. ambacho ni